Tumesikia liturujia ya neno la Mungu, somo la kwanza, somo la pili na somo la tatu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya. Kitabu cha nabii Isaya kama wengi tunavyojua kina sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni sura ya kwanza hadi ya 39 ambayo inaeleza juu ya utakatifu wa Mungu. Pia inaeleza jinsi Waisraeli maisha yao kabla ya uhamisho wa Babeli, lakini baadaye walipopelekwa utumwani Babiloni kama matokeo ya kukosa uaminifu na utii. Lakini pia sehemu ya kitabu hicho inaeleza juu ya mwaliko wa toba kwa sababu ya yale ambayo Waisraeli, taifa la Mungu, waliyafanya. Sehemu ya pili inabeba sura ya 40 hadi ya 54 na inajulikana pia kama kitabu cha faraja. Katika sehemu hii tunaelezwa habari za Waisraeli ambao walitangaziwa kuwa wakati wa kutoka utumwani na kurudi nyumbani Yerusalemu umekaribia. Sehemu ya tatu inayojumuisha somo letu la kwanza la leo tumesikia linatoka katika sura ya 61 aya ya kwanza na kuendelea. Lakini sehemu ya kitabu inabeba sura ya 55 hadi ya 66. Sehemu hii kwa ujumla, sehemu ya kitabu cha tatu au sehemu ya tatu ya kitabu cha nabii Isaya inaeleza juu ya maisha ya Waisraeli baada ya kurejea nyumbani Yerusalemu. Ingawa walikuwa wamekata tamaa, kama ambavyo na sisi tunaweza kukata tamaa wakati fulani, katika mazingira fulani na kwa sababu fulani, basi Waisraeli waliona shaka juu ya ahadi ya utukufu walioahidiwa. Katika mazingira hayo, nabii anawapelekea ujumbe akiwakumbusha kumrudia Mungu kwa moyo wote ili wauone huo utukufu wake, ili hiyo ahadi ya Mungu iweze kudhihirika, iweze kuonekana na iweze kutimia. Sisi kama taifa la Mungu, jibu letu lingekuwa nini katika mazingira ambayo tunaona kwamba tuna ahadi kama hiyo ya utukufu inayotia mashaka, ahadi kama hiyo ambayo tunaona sicho kinachoenda kuonekana? Jibu linapaswa kuwa maneno ya nabii Isaya tuliyoyasikia leo, hasa ile aya ya 10, yaani kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 aya ya 10. Anasema maneno haya: nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Maana yake nini? Kwamba katika hali zote, iwe ni furaha, lakini pia hata katika uchungu, katika taabu, adha na misukosuko, tunaalikwa kumtazama Kristo, kwa kuwa Kristo ni tumaini letu. Lakini kwa nini tumtazame Kristo? Ni kwa sababu pia tunafahamu kimsingi furaha yetu haitokani na mazingira tulionayo sasa. Si kwa sababu ya mazingira ya amani, afya na raha mstarehe nilionayo sasa, au si kwa sababu ya mazingira ya taabu na misukosuko nilionayo sasa, ila kwa sababu ninaamini katika Mungu aliye mwaminifu na Mungu ambaye anatembea nami na anatembea nasi wakati wote wa maisha yetu. Katika somo la Injili tuliyoisikia kutoka Injili ya Yohane sura ya 15 aya 9 hadi ya 17 inatukumbusha kuishi upendo. Kwetu sisi wanashirika hili la mabinti wa Maria, upendo ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu kama ilivyo kwa kila mmoja, lakini kwetu kipekee ni sehemu ya karama ya shirika.
tulioko huku mbele tuna bahati ya kuona hiyo maneno yanayoeleza karama ya shirika. Mbele ya hilo benchi waliokaa masista wanaoweka nadhiri na wajubilei na halmashauri kuu, basi na wengine huko nyuma. Benchi hilo limeandikwa upendo na huduma, ndio karama ya shirika, sivyo? Kumbe upendo hutufanya kuwa dada na ndugu katika Kristo, na ndio msingi wa maisha yetu ya wakfu. Yesu ametuita pia kuwa rafiki zake. Kwetu sisi ule undugu wetu na urafiki wetu wa kweli kati yetu, kati ya mmoja na mwingine, unatusaidia kuondoa hofu, unatusaidia kuboresha mahusiano, unatusaidia kujenga ukaribu, unatusaidia kuwepa migawanyiko, na zaidi sana kuboresha na kujenga jumuiya yenye umoja, tena umoja katika Kristo, kama wanashirika na kama wanakanisa kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Mama yetu Bikira Maria ambaye anatuongoza, ambaye ni msimamizi wa kwanza wa shirika, na najua msimamizi wa pili wa shirika ni Mtakatifu Teresa ya Mtoto Yesu, sivyo? Lakini mimi nijikite tu katika mama Bikira Maria. Mama yetu Bikira Maria ni kielelezo cha hayo yote. Hebu tazama pale aliposikia habari za kushangaza, habari za kushtusha kama miujiza hivi, tungeweza kuzita labda zilikuwa ni habari za ajabu ajabu kidogo, eti kwamba atamzaa mwana wa Mungu bila kumjua mume. Kuna sehemu ya maneno anayosema alipoenda kumsalimia shangazi yake Elizabeti. Tunaona mama Bikira Maria hakuhofu wala hakukata tamaa. Katika mazingira haya ya kizungumkuti, katika sintofahamu hii, bado alikuwa na imani kwa Mungu. Na tunasikia alisema maneno haya: moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu. Na maneno haya tunayapata katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 46 hadi 47. Mama huyu alifurahi, si kwa sababu kila kitu kilikuwa rahisi, si kwa sababu kila kitu kilionekana kimeenda sawa, ila kwa sababu katika yote alitambua kwamba Mungu yuko pamoja naye, Mungu anatembea naye, hajamwacha na amemtendea makuu. Naamini huo ndio mtazamo wa mama zangu masista nao watazama hapa wote, lakini kipekee hawa wanaweka nadhiri za daima, na hawa mama zetu wawili hawa wanaweka nadhiri za daima. Sijui nitoe siri, lakini sio siri, wengi wanafahamu. Wako 14, na hawa wanaofanya jubilei ya miaka 50, basi nitoe siri nyingine. Hawa wanafanya jubilei ya miaka 50, jubilei ya utumishi katika kanisa, miaka 50 ya utawa, ambayo hata mimi nilikuwa sijaiona hii dunia. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo sasa siri imefichuka eti. Basi makofi na vigelegele kwao. Basi naamini huu ndio mtazamo wao hao washangwela wetu, wanadhiri na wajubilei, na kila wakati hasa watakapokuwa wanaimba wimbo huo, moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu inamshangilia Mungu Mwokozi wangu. Sijui, bila shaka baadaye kutakuwa na nafasi wimbo utausikia mahali fulani, na inawezekana ni hawa ndio watauimba. Sijui, najaribu kutabiri, sijui kama itakuwa hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu, adhimisho la ibada hii ya nadhiri za daima na jubilei ya miaka 50 kwa washangwela wetu ni tendo la heri, neema na baraka. Neema inayotustahilisha kuvaa vazi la wokovu na kufunikwa kwa vazi la haki
kama tulivyosikia katika somo la kwanza, haki ya kuitwa mchumba wa Kristo na haki ya kurasimishwa kama mjumbe halisi wa habari njema za furaha ya Kristo na amani ya Kristo. Hayo yote ni sababu nyingine ya kutufanya daima tubaki na tuendelee kufurahi katika Bwana. Basi tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele. Makofi. Ndiyo maana katika somo la pili Mtume Paulo anatukumbusha kuwa Mungu ametubariki katika Kristo kwa kila baraka ya rohoni. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 1 aya ya 3. Kwake Kristo Yesu kuna amani. Kwake Kristo Yesu kuna usalama. Kwake Kristo Yesu kuna kila kitu. Kristo Yesu ni Mungu na Mungu ni kila kitu. Tukimpata yeye tumepata vyote. Tumshukuru Mungu tena kwa makofi na vigelegele. Na mahali pengine Mtume Paulo anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema tena furahini. Ona maneno yalivyo mazuri na matamu. Yanafurahisha eti. Furahi katika Bwana wakati wote. Wafilipi sura ya 4 aya ya 4. Kumbe ndugu zangu, katika maisha yetu hatufurahi. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu amekunja uso, umekunjamana karibu muda wote, amekunja ndita. Jamani, tubebe sura ya furaha wakati wote, sura ya matumaini. Tujitahidi, najua magumu yapo eti, ila bahati nzuri siseme hivyo eti kwamba ninyi masista, mabinti wa Maria, mama zangu ndivyo mlivyo. Nyie ni wafurahivu daima. Hata watu wengine nao waona leo wafurahivu daima, sivyo? Basi tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele. Kumbe daima kwa ujumla, kama Wakristo na kama mtu yoyote, hatufurahii mateso, bali tunafurahi kwa sababu tuna hiyo imani na matumaini kwamba Mungu yupo nasi hata katika dhoruba. Yupo, hajatuacha na hatatuacha. Yeye ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima wetu. Tuombe neema ya udumifu hasa katika mahusiano yetu na Mungu katika maisha kwa ujumla, na tuyajenge, tuyaendeleze hayo mahusiano kwa kujibidiisha kuishi maisha ya fadhila, kuishi maisha ya sala, lakini vile vile maisha ya masakramenti, hasa hizi sakramenti mbili zinazojirudia mara kwa mara, Ekaristi Takatifu na kitubio, ili mwisho wa maisha haya kama makuhani, kama wawekwa wakfu na kama waamini wote kwa ujumla, tufike mbinguni alipo mama na kushiriki karamu ya mwana kondoo. Hongereni sana masista tunaoweka nadhiri za daima leo. Hongereni sana mama zetu masista tunaofanya jubilei ya miaka 50, si mchezo. Makofi na vigelegele kwao. Tumsifu Yesu Kristo.